Kisumu. Bila shaka tukitoka Kisumu tuelekee mahakamani ambapo alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa atalazimika kurejea kwenye jopo la majaji watatu kusikiza kesi ya kung'atuliwa kwake. Hii ni baada ya mahakama ya juu nchini kutupilia mbali ombi lake kutaka kesi hiyo isitishwe kwa madai kuwa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu hakuwa na mamlaka ya kuunda jopo hilo. Kwa upande wake, mahakama imedai kuwa haina mamlaka ya kusimamia kesi za mahakama kuu. Martin Opio na taarifa hiyo. Baada ya vuta ni kuvute mahakamani, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa atalazimika kurejea kwenye jopo la majaji aliyokataa mwanzoni mwa kesi ya kung'atuliwa kwake. Kupitia jopo la majaji watano, Gachagua alitaka mahakama kuu kusitisha kesi ya kung'atuliwa kwake baada ya naibu jaji Philomena Mwilu kuunda jopo ya majaji watatu: Eric Ogolla, Anthony Murima na Frida Mugambi. Gachagua akidai kuwa Mwilu hakuwa na mamlaka yoyote kuunda jopo hilo, huku mahakama kuu kupitia uamuzi wake ikidai kuwa haina idhini ya kusitisha kesi iliyo kwenye mahakama ya juu. Kesi hii ilifika mahakama kuu baada ya ile ya rufaa kubadilisha uamuzi wa mahakama ya juu na kudai kuunga mkono Gachagua kuwa Mwilu hakuwa na idhini ya kuunda jopo la majaji hawa. Sehemu ya uamuzi ikisema mahakama kuu ina mamlaka ya kusitisha kesi yanayoendelea tu mbele ya mahakama ya rufaa na sio mahakama ya juu kama ilivyonakiliwa katika ombi hilo. Aidha, mahakama kuu ilisisitiza kuwa rufaa iliyowasilishwa na bunge la kitaifa kupinga uamuzi wa mahakama ya rufaa kuhusu mamlaka ya naibu jaji mkuu ya kuteua jopo la majaji inapaswa kuzingatiwa na kuamuliwa kwa msingi ya uzito wake, ikibainisha kuwa si swala linaloweza kutupiliwa mbali. Uamuzi huu ukimaanisha kuwa kesi zilizopo mbele ya mahakama ya juu zinazohusiana na kung'atuliwa kwake Gachagua zitaendelea ipasavyo mbele ya majaji hao watatu. Gachagua katika malalamishi yake alidai kuwa majaji hao waliendesha shughuli zao kwa mapendeleo, swala ambalo lilitupiliwa mbali na mahakama ya rufaa. Kesi hii iliamuliwa na majaji watano wakiwemo jaji mkuu Martha Koome, Smokin Wanjala, Njoki Ndung'u, Isaac Lenaola na William Ouko. Martin Opio, runinga ya KTN.